Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Mradi wa EAS Mbele ni mradi ambao unalenga kutafuta mafuta na gesi. Ni bonde ambalo ni kubwa, linahusisha mikoa mitano: mkoa wa Arusha, Manyara, Tabora, Singida pamoja na Simiyu. Sasa huu mradi ulianza mwaka 2015 na tokea mwaka 2015 tumekuwa tukikusanya data mbalimbali ambazo zinahusiana na uwepo wa mafuta na gesi katika eneo hili. Tulikusanya tena data zingine ambazo zilikuwa zinahusisha ucholongaji wa visima vitatu katika maeneo ya Singida, kule Simiyu pamoja na maeneo ya Tabora. Sasa zile data zilipelekea kubainisha miamba tabaka ambayo ina mafuta. Kwa hiyo tukajiridhisha kwamba katika eneo hili la bonde ya EAS Mbele kuna miamba ambayo inaweza ikahifadhi mafuta. Tumekuja kwenye fezi ya pili sasa, ambayo ndio leo tuko hapa. Tunaangalia, hii ni fezi ya pili ya uchukuaji wa data za mitetemo. Katika fezi hii ya pili ya uchukuaji wa data za mitetemo tumeshakamilisha hiyo kazi kwa 47%. Na kwa ujumla wake hii project ya sasa hivi, hii fezi hii ambayo tunafanya sasa hivi, itagharimu kiasi cha shilingi za Tanzania bilioni 43. Na hii project ni project muhimu sana kwa serikali kwa sababu kadhaa. Moja ni kwamba tunategemea kwamba kama tutagundua mafuta, basi nchi itaweza kunufaika na mafuta, kwa sababu sasa hivi Tanzania hatuna mafuta, na tunategemea kwamba hapa kutakuwa na mafuta. Kwa hiyo nchi sasa itaweza kusevu fedha za kigeni ambazo inatumia hela nyingi sana kununua mafuta nje ya nchi. Viashiria vyote vinaonyesha kwamba kuna uwezekano wa kuwepo na mafuta, na tunategemea sasa, kama serikali tumetembelea na tumeona kwamba kazi zinaendelea vizuri, lakini tungependa spidi iongezeke. Na sasa hivi kama mnavyojua tunaelekea kwenye kipindi cha mvua. Kwa hiyo nafikiri kwenye kipindi cha mvua tutakuwa na challenges nyingi sana kupita. Kwa hiyo kwa kipindi hiki nafikiri tungeweza kuongeza manpower, tuongeze watu, tuongeze vifaa ili kazi iweze kukamilika. Na tunategemea kwamba hii kazi itakamilika mwaka kesho mwezi wa 4. Na baada ya hapo sasa tutakwenda kwenye hatua nyingine ambayo itakuwa ni kama data zitakuwa ni nzuri, basi itakuwa ni hatua ya ucholongaji wa mashimo yale marefu. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.